Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu ya leo inatazama vipengele vigumu kati ya Marekani na Iran ambavyo vinatajwa kuzungumzwa siku ya leo ya Jumapili katika kumaliza mzozo uliopo kati ya Marekani na Iran. Moja kati ya vipengele hivyo ni kusitishwa kwa mara moja na kwa kudumu kwa operesheni za kijeshi katika pande zote ikiwa ni pamoja na Lebanon. Hiki kimekuwa moja kati ya vipengele vigumu ambavyo bado haviheshimiwi. Ni wakati ambapo imesababisha Iran kuweka kikwazo kingine kutokana na kipengele hiki, kutokana na kwamba Israel inaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na hivyo hiki ni moja kati ya kipengele ambacho Israel imeshindwa kukitekeleza, na hivyo Iran imeamua kutangaza kufunga mlango wa bahari wa Hormuz licha ya Marekani kutangaza kwamba mlango huo uko wazi na meli za biashara za mafuta na gesi na bidhaa zingine zinaendelea kupita. Marekani na Iran ni kwamba zinatakiwa kuheshimu uhuru wa mipaka ya kila mmoja na kujiepusha kuingilia masuala ya ndani ya kila nchi. Nacho hichi pia kinatajwa ni moja kati ya vipengele vigumu hasa kwa upande wa Marekani, lakini pia hata kwa upande wa Iran, kwani moja kati ya jambo kubwa ambalo Marekani ilitaka kufanya ni kuhakikisha inaingilia mambo ya ndani na kusababisha machafuko na hatimaye kuondolewa kwa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kadhalika ni kujitolea kufanya mazungumzo na kufikia makubaliano ya mwisho ndani ya siku 60 ambazo zinaweza kuongezwa kwa makubaliano ya pamoja, hasa wakati wa kuzungumzia suala la nyuklia. Hili nalo pia ni moja kati ya jambo gumu na kipengele kigumu katika makubaliano kati ya Marekani na Iran. Hata hivyo, jambo jingine ni kujitolea kwa pamoja kwa washirika wa kikanda kuandaa mpango wa mwisho uliokubaliwa wa pande zote, takribani dola bilioni 300 za Marekani kwa ajili ya ujenzi mpya na maendeleo ya kiuchumi ya Iran. Marekani inalazimika kuzungumza na washirika wake kwa ajili ya kuijenga upya Iran. Ni jambo ambalo pia litaigharimu mno Marekani na ni moja kati ya vipengele vigumu pia kwa upande wa Marekani. Lakini bado limekuwa ni kizungumkuti, kwani Rais wa Marekani Donald Trump alishasema kwamba wao hawatahusika na utoaji wa fedha hizi na kwamba kipengele hiki ni kama vile hakipo. Kadhalika ni kusubiri makubaliano ya mwisho ya Marekani na Iran wakubali kudumisha hali hiyo, jambo ambalo pia wachambuzi wa mambo wanaliona kuwa ni jambo gumu, kwani jambo zito zaidi ni kutekeleza vipengele vingine vilivyopo katika kusimamisha vita hivi. Marekani hata hivyo inatajwa kwamba inapaswa kujitolea kuweka wazi na kupatikana kikamilifu kwa matumizi ya fedha na mali zilizozuiliwa za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia kuwepo kwa mikakati ya kiutendaji itakayoanzishwa ili kufuatilia utekelezaji wenye mafanikio ya makubaliano hayo. Na baada ya kusainiwa kwa masharti ya utekelezaji wa vipengele cha kwanza, cha 4, cha 5, cha 11 vya makubaliano ya utekelezaji unaoendelea na hatua hizo, Marekani na Iran wataanza mazungumzo kuhusu makubaliano ya mwisho kwa mujibu wa vipengele vilivyobaki. Makubaliano ya mwisho yatathibitishwa na kupitishwa kupitia azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC. Kwa mengi zaidi endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.